Na Ahmed Kombo, mimi ni mchambuzi huru, mwanaharakati huru. Upande wangu wa kulia ninaye ndugu yangu Joseph Yona wa Chalinze, na upande wangu wa kushoto ninaye ndugu yangu Kasim Ahmad. Huyu ni mtoto wangu. Maana jina lake hilo kubwa ni Ahmad. Umetofautiana herufi ndogo tu kwanza. So unajua lazima tushereheshane kidogo. Na ndugu yetu ameamua kujiunga na sisi baada ya kuona harakati kubwa ambazo tulizozifanya za kuweza kulitetea taifa letu wakati mgumu ambao wakati sidhani kama utakuja kutokea tena Tanzania. Wakati ambao sisi wenyewe life yetu tulikuwa tumeweka rehani. Tulikuwa tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kwa sababu kipindi kile ukimtetea mama ulikuwa unavamiwa. Baadhi ya wauni walikuwa wanavamia watu kwa ajili ya kuwapiga watu. Sio hoja yangu. Jamani, siku ya leo nimekuja hapa kidogo kwa ajili ya kuweza kuyazungumza madogo. Kwa muda mrefu hatujaweza kuonana, mpaka baadhi ya watu wakasema ya kwamba mimi nimekimbia harakati. Siwezi kukimbia harakati. Nilizungumza nitafanya harakati mpaka ukomo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye madaraka yake ndani ya serikali hii ya awamu ya 6 muhula huu wa pili. Jambo kubwa ambalo limenileta leo hapa ni katika wasiwasi mkubwa wa baadhi ya watu kutumia ajenda iliyozungumzwa jana, ambayo imeripotiwa jana ama imeripotiwa jana na vyombo vya habari juu ya mwekezaji ndugu Dangote. Ushanifahamu? Unajua Watanzania mara nyingi baadhi yao wanapenda kuyatangaza yale mabaya. Mazuri huwa ni wagumu sana kuyatangaza. Ushanifahamu? Napozungumza hivyo na ndugu yangu Kasim, ninazungumza kwa sababu ifuatayo. Sababu ya kwanza, alipokuja hapa alipokuja Ruto kuzungumza zile habari akaenda bungeni kwamba wamekaa viongozi wa Afrika Mashariki kwamba kituo cha refinery ijengwe wapi Tanga. Sikuona vyombo vya habari vingi kama vilihangaika na story ile ya Ruto, ila baada ya kutokea na hili jambo vyombo vya habari napaswa vijitafakari sana. Baada ya kauli chache ambazo zimesikika ambazo hazina uhakika ndani yake, maka mimi siwezi kudhibitisha, kwa sababu mimi ili jambo nilithibitishe ni lazima msemaji wa serikali nimsikie akizungumza kwa mdomo wake, ushanifahamu, akilithibitisha jambo na mimi ndo nitaliunga mkono, nitaamini hicho ni sahihi. Lakini sio maneno ama propaganda ama maneno ya watu yanayozungumzwa mtaani, hata kama kweli yamezungumzwa huko, lakini mimi kama mwananchi ili nijiridhishe ni lazima msemaji wa serikali athibitishe. Changamoto kubwa iliyojitokeza hivi sasa, vyama vya upinzani asilimia kubwa vimekosa hoja. Chama kimoja tu hiki kimekosa hoja, hakijui kisimamie wapi, kinatapatapa kwenye mti unaoteleza uliomwagiwa oili. Kila ukishika unateleza, na kila hoja unaokuja nayo wakishika ile wanateleza, ushanifahamu, mpaka chini, na maana hawana hoja ya msingi ambayo wao wanaishikilia. Leo wameanza na ajenda mpya baada ya kusikika yale yaliyozungumzwa, yani zile taarifa ambazo zipo na redio mbao. Mimi nasema na redio mbao. Wazee wetu walikuwa wanatumia neno redio mbao. Ushanifahamu? Baadhi ya vyombo, sio vyombo vyote, si vitumu vyombo vyote, kwa sababu mwenyewe ni mwanahabari kitaaluma. Ushanifahamu? Kwamba bwana mkubwa yule amesema si kuwekeza, amependekeza Kenya, si Kenya kwa sababu kuna uchumi mkubwa. Ushanifahamu? Lakini hoja yangu mimi ya msingi, sawa, yameshatokea hayo. Kwa nini chama cha kisiasa kinakwenda kushadidia sehemu ambapo wanapoona ya kwamba nchi inakwenda kula hasara ama nchi inakwenda kupoteza neema? Kama chama cha siasa, hii sio ajenda ya kuenda kuisimamia. Kila mtu anapaswa kuomba Mungu ili jambo liweze kutekelezeka kwetu, kama litakuwa na manufaa na sisi wa Tanzania. Kwa sababu ndoto ya rais wetu na ndoto ya viongozi wengi waliokuwa serikalini, ndoto yao kubwa ni kuliona taifa la Tanzania linasonga kimaendeleo. Ndoto ya Ahmed Kombo, ndoto ya Joseph Yona, ndoto ya ndugu yangu Kasim, ndoto ya Chalamila, ndoto ya Mwigulu Mchemba, ndoto ya makamu wa rais, ndoto ya Hussein Mwinyi, ndoto ya makamu wa pili wa rais, ndoto hata kama ya rais yule wa kafu. Ushanifahamu? Ni kuliona taifa linapanda juu. Ushanifahamu? Ukimwona mtu kama ni mpinzani anapinga maendeleo ya taifa, huyo ni zaidi ya shetani na ni ibilisi. Kwa sababu mtu aliyekuwa tayari kujiangamiza yeye mwenyewe, huyo anapata dhambi hata kwa Mwenyezi Mungu. Ndio vyama ama chama kimoja cha upinzani tulichonacho, wao kazi yao ni kukuza ajenda
eti kusema ya kwamba bora yule mwekezaji asije hapa. Ni upumbavu na upunguani wa akili kama kuna mtu anasimamia hiyo hoja hiyo na akaiona hoja ya msingi. Mambo kama haya sisi hatupaswi kuyazungumza. Haya mambo ni mambo makubwa. Watanzania tunahitaji maendeleo. Mimi natumia nafasi hii kuomba kwa mwekezaji huyu aliyokuwepo. Ushanifahamu? Kama Tanzania walishachagua mara ya kwanza, waangalie wao kama wao. Sisi tunahitaji uwekezaji ndani ya taifa letu. Tunahitaji uwekezaji. Au waache wawekezaji ama wafanyabiashara wote waache kusikiliza kauli za matapeli wa kisiasa ambao ni watu wa chama cha upinzani. Simtaji jina ni nani. Waache kusikiliza kauli za hao watu. Hao watu ukiwachunguza kiundani, tunawaambia kila siku, wengi wao hawana familia hapa ndani. Sitaji mtu jina leo. Maana sasa hivi watu hawana hoja. Ukiwapiga kwenye nondo za hoja, wanakutafutia maneno mengine, wanakutafutia vijana, wanakutukana. Wengine hatukushtushwa na kutukanwa. Katika kipindi kigumu ambacho tulichotukanwa ni kipindi cha kampeni, ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi cha uchaguzi tulisimama imara kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tukasema tutasema na ukweli utasika, mpaka tukaanza kuitwa wanoko. Tuiteni wanoko. Ratiba ya kumtetea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano iko pale pale. Lakini tunachowaomba wapinzani, kama kweli nyinyi ni Watanzania na mna kiu ya Watanzania, wote kwa pamoja tupige goti, tumuombe Mungu taifa letu wawekezaji waporomoke, yani waje wengi, sio kuporomoka wasondoa, yani wawekezaji waje wengi, tumuombe Mungu wawekezaji waje wengi. Kwa sababu wakija wengi, wewe mpinzani, ushanifahamu, utakuwa na fursa ya kutafuta pesa kuja kuifanya siasa. Changamoto kubwa, baadhi yenu ndio maana mnatukana na mnawachukiza, amuwapendi wafanyabiashara au serikali kipata tatizo kidogo. Asilimia kubwa kwa sababu nyinyi ni wachawi, amlipendi taifa liendelee, ndio mnashadidia kwamba taifa lididimie ili mpate kuwatapeli wanachama wenu vizuri, kuwaambia changisheni michango. Kuna sehemu moja jana nimeona umechangishana wanadai eti milioni 10 na picha zao za AI na matapeli. Ushanifahamu? Na sasa hivi sisi tunawaahidi hatutaipa nafasi kubwa kuijadili chama hicho cha upinzani, kwa sababu sisi ndio tunakifanya kile chama kinakuwa kikubwa. Mimi Yona na ndugu yangu Kasimu ndio tunaifanya Chadema kuwa chama kikubwa, kwa sababu tunakijibu na tunakijadili. Tusipokijadili, kuanzia leo Chadema inakufa. Kaeni mkubali na mkatae. Chama cha siasa ili kiweze kusikilizwa ni lazima kijadiliwe, au siona? Hata kama kina machafu yake, yatajwe machafu yake live. Ushanifahamu? Kuanzia leo hatuna mpango wa kuijadili Chadema. Sasa hivi tunampandisha umaarufu, tunamwambia ukweli, aache kuropoka. Na yeye anaitwa nani? Tutakuja kumtaja kwenye mada yake. Ana mada yake special. Kwa mimi ninachojaribu kukisema, watu wasitumie mwanya wa mwekezaji yule kuwa ni ajenda ya kisiasa. Kama ni mwanasiasa, nenda na ajenda yako. Wanadai ajenda yao ni katiba mpya, wasimame kwenye ajenda yao ya katiba mpya. Rais anawapa katiba. Daktari Samia Suluhu Hassan ni tajiri wa katiba. Kwa sababu ukiangalia hata yani anavyoiendesha siasa yake, anaendesha kidemokrasia. Kwa nini ashindwe atoe katiba? Rais atatoa katiba kwa sababu ni muumini wa katiba. Ndio maana akaunda tume ya Jaji Chande. Ushanifahamu? Kwa hapa lengo ni kuzungumzia mambo ya Dangote. Ushanifahamu? Mambo ya Dangote. Kwa mimi niseme tu kimsingi, mimi kwa siku ya leo naomba niishie hapo. Tuna mada hapa nyingi sana siku ya leo. Ngoja nimwachie Yona kwa uchache aweze kumalizia kilichobakia.